Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo, you are the God of power. Ikemo, Ikemo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ametufikisha tena, ni wakati mwingine mzuri tumepatana. Tunasema tu Mungu acha azidi kuitwa Mungu, maana kama sio katika neema yake ama katika nguvu zake, hakika wengine wetu tungekuwa tumepotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ni kwa neema ya Mungu ama ni kwa nguvu za Mungu, ndiposa tuko hai mpaka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nawakaribisha sana katika ibada ya leo. Tunashukuru wote ambao wamehudhuria ibada ya leo, wale ambao watatuwatch pale YouTube, na pia wale ambao wamekuja physically kanisani kusikiza neno la Mungu. Tunawashukuru sana, maana tutakuwa katika kukula na tutakula neno la Mungu, tutakuwa kiroho na tutakula chakula ya kawaida, tukue kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiona Mkristo anachukua wakati wake katika kusikiza neno la Mungu, hiyo ni kazi mzuri na Mungu anafurahia. So leo nataka tuzungumzie kuhusu kuishi maisha ya utakatifu. Kuishi maisha ya nini? Ya utakatifu. Ni vipi sisi kama Wakristo tutaishi maisha ya utakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yetu yatatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango ni huo wa kwanza, mstari wa 15 na 16. So ni Petro wa kwanza, mlango ni wa 15. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 15 na 16. Na nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Bali kama yeye aliyewaita walivyo, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuhimiza ya kwamba tuwe watakatifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo alikuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na mienendo yetu iwe mienendo ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So pale tunapatana na wito wa kukua watakatifu. Kukua mtakatifu ni kufanya nini? Ama ni kukua mtakatifu, unakuwa mtakatifu aje? Ama inatuhusu aje katika maisha? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaongea kuhusu kuishi maisha ya utakatifu, na tulikuwa tunajiuliza swali, je, kuishi maisha ya utakatifu ni kufanya vipi? Wengine wanafikiria kuishi maisha ya utakatifu ni kuenda kanisa kila siku, ni kusikiza gospel. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni kushinda na pasta. Juu anaichingi na pasta plot moja. Akienda kwa pasta akikula amebarikiwa na hiyo chakula.
Bwana Yesu asifiwe. Hapana. No. Inaanzia wapi? Inaanzia katika yale matendo ambayo tunatenda sisi wenyewe. Matendo yenye unatenda, wanasemanga action speaks louder than words. Yaani matendo yako ndio yatamaanisha ama yataonyesha, je, unaishi maisha ya utakatifu ama yako ni Mkristo bandia? Maana kuna Wakristo bandia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na watu ambao wanaitwa Wakristo bandia. Je, nini itaonyesha wewe ni Mkristo mtakatifu ama wewe ni Mkristo bandia? Tunaanza na matendo. Yaani matendo ambayo unatenda. Mtu anajiita Mkristo. Mtu anajiita ameokoka. Lakini ajui kuhandle watu. Ajui kusolve shida. Shida ikitokea, yeye anajua tu ni vita na vurugu na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akianza kuomba saa hii atamaliza 1 hour akiomba. Anasema yeye ameokoka, anaishi maisha ya utakatifu. No. Utakatifu, lakini kuanzia Monday mpaka Saturday umepiga watu. Bwana Yesu asifiwe. Umetukana watu. Umebeba chakula ukaenda ukamwaga. Lakini unaona jirani yako hana chakula. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe hapo ni mchoyo namba 1. Ukipika chakula unafunga mlango na unajifungia kwa nyumba na nini na kifuli. Alafu unaingiza hadi slippers kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fulani alitoka saa ngapi na tujamuona? Kumbe jamaa amejifungia. Hataki watu waende wamuombe, si ndio? Sasa ukitenda matendo kama hayo, hauishi maisha ya utakatifu. Maana ukiishi maisha ya utakatifu, unafaa kushare na wengine. Ukiwa na chakula mingi, wengine hata mtu umetoka ushago umeletewa mahindi. Umeletewa mahindi gorogoro hata 10. Yawa, unakula gorogoro 10 peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. How? Na jirani yako wako hapa anakuambia, nani maisha ni ngumu. Ningepata tu mahali, naweza pata hata gorogoro 2. Na unajua tu ni kama wanakwanga ametumwa na Mungu. Hadi unasikia huyu anaongelea mahindi na ndio nimeletewa mahindi. Kwani amejua? Hadi unajiuliza, kwani huyu aliniona ama ananichunguzanga? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio hivyo. Ni kwa sababu anataka msaada. Lakini wewe umeletewa mahindi gorogoro 10, unakula gorogoro 10 yote peke yako. Umeletewa maharagwe kilo 5 ama 10, unafionza yote peke yako. Unasema Mungu ameniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama wewe ni ule mtu ukipea mtu kitu, unapea mtu kitu hadi anashangaa, hii sasa inafaa kuvaliwa ama inafaa kutupwa? Mtu anakupea t-shirt. T-shirt yani hata ukifua hivi na nguvu inafanya nini? Inararuka. Sasa hii acha nipee huyu. Lakini haiwezi kupea t-shirt mzuri au uvae. Hata t-shirt ya Coca-Cola, ya Ariel, ya Sunlight, ya Safaricom. Hata huwezi pea mwenzako. Uko na t-shirt 3 za Safaricom. Huwezi saidia hata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni uchoyo. Sasa unafaa ujue inaanza na matendo yako. Matendo yako ndio yanatuambia. Wengine wanasema kukunywa kidogo si mbaya, si ndio? Unaenda pale unakunywa pombe kule kwa bar, unafanya kule vituko. Lakini tukipatana Jumapili, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ukienda roadblock unajulikana. Anakuuliza, umerudi? Wewe unajulikana huko. Lakini wewe ni Mkristo. Paka unaambia, hapana si mimi leo nimeleta mwingine wote. Kwa tunafikiria ni wewe umerudi tena. So inaanza na matendo yako. Ni nini unafanya? Ni nini unafanyia watu? Mienendo yetu ni ya aina gani?
Je, tunakaa aje na familia zetu? Bwana Yesu asifiwe. How do we stay with our families members? Tunawatendea aje? Wewe unaona mwenzako tu ako hapo alishindwa kulipa school fees ya mtoto. Wewe badala hata uingilie, ujue mtoto ni kama ni mtoto wako tu. Mtoto hana shida. Badala uchukue umsaidie, hata wewe unajifanya tu na assume. Bwana Yesu asifiwe. Unaona wengine wanateseka, hawana chakula. Wewe una assume acha kila mtu atafute yake, maisha ni ngumu. Lakini uko na uwezo. Je, hiyo ni maisha gani ya utakatifu? You only call your family members wakati unataka usaidizi kutoka kwao, wakati unataka favor kutoka kwao. Je, hiyo ni maisha gani ya utakatifu unaishi? Yaani hata mtu akiona simu yako anasema hey, fulani amenipigia, huyu ako na shida. Na ukweli akishika hivi atasikia ati wewe unaendelea aje? Ni siku mingi. Alafu nilikuwa nasema unajua ndio hiyo sasa. Nilijua tu. Because you don't care. Kata short. Enda direct. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivyo. Haya, pale kazini mmepatana pale, amjuani, mko tu watu tofauti, lakini wewe unataka kuwa bora kuliko wengine. Wewe unataka kuwa special kuliko wengine. Wewe ndo wakusema wengine. Wewe ndo wakuenda kukaa na wakubwa ukiwapea siri za vile watu wanafanyanga makosa kazini. Ndio upewe cheo. Alafu kikuja hapa unatuambia Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe wapi? Kama mwenzako alifanya makosa na mkubwa hakuona, mbona wewe uende useme? Mbona uende useme? Mbona uchochee mwenzako? Kazi yako ni kunini kuangalia kazini vile watu wanakuja na nguo. Huyu anakuwa na nguo 3. Akikuja na hii Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday anakuja na ingine, Thursday na Friday anakuja na ingine. Hii ndo kuangalia maisha ya watu. Ona kiatu ya ule vile imezeeka. Huyu anakuwa na viatu pea 3. Huyu ajipakangi mafuta, huyu anajipakanga ng'ombe. Hadi mnajua brand zenye watu wanajipakanga. Huyu ananuanga Amara, huyu ni wa ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada wewe ni mtakatifu. Yes. Relationship yetu pale kazini, tunafanya aje kazi pale? Tuko katika uaminifu kweli? Ama pia sisi tunaibiana? Kuna watu pia wanaibiananga kazini, si ndio? Haya, jambo lingine ni muda wako. Wewe unatumianga muda wako kufanya nini? It matters a lot ikiwa wewe utakuwa mtakatifu ama utakuwa mtakatifu. Unatumia time yako kufanya nini? Wewe ukiwa free, kazi yako ni kuona movie. Kama ni wasichana wanaona Kokomelo. Bwana Yesu asifiwe. Ama tunaenda TikTok. Ukiwa free, hauna time na Mungu. Sasa niko free, wacha nisikize muziki. Wacha ni watch ile movie yangu sikuwa nimemalizia. Bwana Yesu asifiwe. Yes, we don't have time with God. We don't have time to read the word of God. Biblia, unaweza sikia mtu anasema, hebu tufungue Mathayo. Unaona mtu mzima anatafuta Mathayo wapi? Hapa mwanzo. Mathayo inatafuta wapi? Mwanzo ama Luka. Unaona mtu amefungua Biblia hivi. Kwa like, unashangaa huyu gani? Kwani hajui Biblia iko na Old Testament na New Testament? Hata angalie tu aone, acha nitafutie huko. Lakini unaona anatafutia wapi? Hapa. Kwa sababu gani? Huyo mtu endo muulize movie fulani. Anajua season 1, season 2, season 3 hadi wako season 6. Yote ameshika wapi? Hapa. Lakini time yake na Mungu hakuna. Anasema nikienda kanisani pastor atafanya nini? Pastor atanihubiria. Bwana Yesu asifiwe. No. Haifanyiki hivyo.
Sisi kama Wakristo tunafaa kutumia time yetu kusoma neno la Mungu. Wakati mwingine sisemi kuwatch movie ni mbaya, you watch your movies. Hata mimi zingine huona movie, lakini mimi huchukua time yangu kusoma Biblia. Nachukua time yangu pia, hiyo tu movie naeka pia testimony za watu, nasikiza hao watu ni wame experience nini kwa maisha, because life is spiritual. Kuna channel pale YouTube inajiita Life is Spiritual. Huwa nasikiza sana zile testimony za watu, wanasema walikuwa kwa devil worshiper, walifanya nini, wengine wako na madhabahu ilikuwa inawasumbua, wengine waliishi kwa umasikini, walitoka aje huko, wengine walizaliwa kwa familia za uchawi, walisurvive aje. Nasikiza at least pia vitu zina connect na Mungu, because it's very important. It's very good. Take your time. At least utakuwa mtakatifu, maana Mungu akidivide hivi timetable yako. Sasa Mungu akitutolea timetable zetu, utaona huyu aliamuka akamisi kuomba asubuhi akaenda kazi, jioni akarudi, akawatch movie, akakula sapa, akazima. Kwa Yesu asifiwe. Hakuna kitu ya utakatifu kuanzia asubuhi. In 24 hours hauna kitu ya utakatifu umefanya. Kwa Yesu asifiwe. How do you expect to live a holy life? Kwa Yesu asifiwe. Itakuwa ni ngumu. Point number 4. Matumizi ya mali zetu. Hapo pia itimata za lot. Matumizi ya mali zetu. Wacheni kusema mali ni ya matajiri. Nani aliwaambia mali ni ya matajiri? Wewe una mali. Hiyo TV iko hapa kwa nyumba yako, ni mali yako ama si yako? Si ni mali yako? Hiyo mindset watu waachane nayo. Kila mtu ako na mali yake kivyake. Hiyo TV yako ni mali yako. Hiyo ufa iko hapo kwa nyumba ni mali yako. Pesa yako, hiyo 10,000 yenye umeweka hapo kwa banki, hiyo ni mali yako. Je, wewe unatumia mali zako kwa njia gani? Je, unazitumia kwa kutukuza Mungu? Unazitumia katika njia ambayo inastahili? Kuishi maisha ya utakatifu. Ukiwa na pesa na unasikia mahali kuna mtu ana chakula, enda nunua chakula mpatie, si ndio? Ukiwa na jirani unaona anavanga nguo moja, tafuta kwa closet yako, mwambie jirani, shika hizi hazinitoshei, nilikuwa navaa kitambo. Si atashukuru? Atashukuru, maana na utaona akianza kubadilisha, na usiende kuambia watu, unaona vile ameng'ara, huyo ni mimi. Sasa hata hapo utakuwa umeharibu. Sasa utakatifu hapo hakuna. Lakini watu wakisema na siku hizi kamepata pesa, wewe tusema watu ubarikiwa, si ndio? Hapana, pea mtu nini yako, ni wiki inaitwanga wiki, alafu unaanza kusema ndio vile wewe ulimpatia. Bwana Yesu asifiwe. Siku na wanawake wanangojeanga, si ukitoa hiyo nywele utanisaidia? Hapana, sema mimi ndo nilimpea, yeye hawezi afford hiyo. Wewe nyamaza. Wewe wenye wanauliza iwahusu, usiende wamuulize, si ndio? So inatumia mali zako kufanya nini? Appreciate Mungu. Umekuwa na pesa, hata mtu mzima hujainunua Biblia. Lakini uko na nguo za kila aina smart, si ndio? Lakini Biblia wewe unasomanga tu kwa simu. Lakini unashika pesa 20,000, 10 yote unafyonza. Biblia ni 1500 ama ni 2,000, hauwezi nunua. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama we ni Mungu, huyo mtu anaweza kuwa anakupenda kweli? Hapana. Sema kwa pesa yangu nilinunua Biblia ya Mungu, ndio hii nasomanga. Basi at least mali zako zinatumika katika utakatifu wa Mungu. Wengine hata hawatoangi sadaka, hata wengine wanatoi 10%. Wasema hiyo pesa hata iendangi kwa Mungu, si pastor ndiye huwa anakula. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ushaisikia kuna tidi ya Mungu ama kuna pay bill?
Sio pesa lazima tu irudi kwa kanisa, si ndio? Tutaikula, lakini Mungu atakubariki kwa sababu we are the servants of God. Na anawatumia nyinyi kupitia sisi. So, wewe usikose kutoa, kwa sababu kuna mtu atakuja hapo kanisani yako na shida. Si atasaidika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiseme nikipea pasta nitamtajirisha. Hapana. Wewe tolea Mungu, lakini ujue iendi kwa Mungu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. So tutumie mali zetu kumtukuza nani? Kumtukuza Mungu na kuishi katika maisha ambayo yanastahili. Haya, je, tuangalie mambo mangapi? Nataka tuangalie mambo 5 yenye tunaweza tukafanya ndio at least maisha yetu ikaimprove katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tutatafutaje utakatifu kwa Mungu? Ya kwanza ni kusoma neno la Mungu kila siku. Verse 1, will it affect you? Uamke asubuhi hivi usome John 3:16. Hivyo hata dakika 5 haitaisha. Kila siku soma tu verse moja itakujenga. Bwana Yesu asifiwe. Only one verse. Utaanza kukua, hata wewe unaweza quote neno mahali kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya pili ni kuomba. Omba kila siku. Asubuhi chukua dakika yako 5 omba. Jioni chukua dakika yako 5 fanya nini? Omba. Usilale bila kuomba. Usiamke asubuhi ukaenda kazi bila kuomba. Hebu niseme usiamke asubuhi bila kuomba. Sasa utaamka aje? Unafaa uamke ndio uombe. Ukishaamka ufanye nini? Uamke asubuhi uombe. Si usiamke asubuhi kabla hujaomba. So, maombi ni muhimu sana. Be prayerful. Pray for your family. Pray for your neighbors. Unajua pia kuna watu waombeangi majirani zao. Wewe uji jirani yako akipata shida unaweza pata shida, si ndio? Hebu imagine kwa jirani yako kukichomeka. Sio moto inaweza ingia kwako. Wewe mbona usiombee jirani yako? Ombea huyo mtu wako hapo karibu na unajua anaweza kuletea matatizo. Huyu akikuja kuvamiwa na wezi, kuna probability anaweza ingia kwako, si ndio? Yeah, let's pray for our neighbors, pray for our family, pray for our fellow Christians, wale ambao tunashiriki na wao. Pray for your pastors. Ombea kila mtu ambaye ako katika maisha yako, maana maombi inasaidia sana. Ya tatu, tuwe watu wa kukiri dhambi zetu mara kwa mara na kujitakasa. Unakiri nimefanya. Unajua kuna watu hawataikubali wamefanya kitu. Wewe ulifanya hivi, sijafanya, sikufanya, si mimi, unaniekelea. Hapana, kuwa mtu wa kukubali haraka. Yeye nimekosa. Mungu anisamee, ama wewe pia nimekukosea jirani yangu, fanya nini? Nisamee. At least utaanza kuwa mtu mtakatifu. Maana mtakatifu abishani. Mtakatifu anakubali, anarudi chini. Na maisha yanafanya nini? Maisha yanaendelea. Aya, point number 4. Tukue karibu na Wakristo wenzetu. Na maanisha nini nikisema kukua karibu na Wakristo wenzetu? Kuna watu hapa ni Wakristo lakini wanatembeanga tu na walevi. Vikundi zao unapata tu wamekaa katikati ya watu wanakula mboga. Anakaa tu na wanatembea na watu wanavutanga bangi. Mpaka tuna question Kristo wake. Kwani mbona akaangi na Wakristo wenzake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafaa kukaa na Wakristo wenzako sana sana. Ndio at least mpeane moyo, muhimizane, mkuzane. Sisemi ati kukaa na watu wengine ni mbaya, lakini ati 3/4 ya sakoli yako ni watu wa dunia, hapana. Balance. Kaa huku kwa Wakristo sana sana, pia huku kidogo kaa na wao ukiwavuta ukiwaleta huku. Lakini wewe sakoli yako hiyo ingine. Mara mmeenda sherehe ati wao utakunywa soda, wao watakunywa pombe. Hiyo ni mambo gani? Bwana Yesu asifiwe. Penda kukaa na Wakristo wenzako, muhimizane, muombeane na mkae pamoja. Point number 5.
kukataa mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Tukatae mambo ya nini? Ya dunia, na tuchague kufanya mambo ya wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kukataa mambo ya dunia ni kufanya nini? Kujitenga na ulevi, usherati, usengenyo, wivu. Bwana Yesu asifiwe. Choyo. Yes. Kuacha hizo vitu. Hiyo ndio mambo ya dunia. Spende raha. Ati gari tu ikipita pale, saa hii tuko kanisani. Gari ipite tu hapa ikisema tu sasa hii ni gani na inagonga sana, mpo gani inagonga saa hii sana. Ipite tu pale tu mtu wa kanisani, lakini kichwa tu inafanya hivi. Yaani yeye ako huko. Yaani hata anaweza kutomoka hapa kanisani na upate anachukua muziki. Bwana Yesu asifiwe. We should show a difference. At least tuache hiyo mambo. Maybe ikikupata ni sawa. Kuna wenye inakupata kwa familia, watu wanacheza huko, wao tunawaangalia. Lakini si wewe unajipeleka huko afu unasema, mimi sasa si mimi, unaona ni wao. Bwana Yesu asifiwe. So Wakristo wenzangu, wacha tujifunze kuishi maisha ya utakatifu, na nimehubiri, nimewaelezea vile mnafaa kufanya na yale mnafaa kuacha kufanya, ndio tujipate tunaishi maisha ya utakatifu. Na tukitenda hivyo, Mungu atatubariki sana, Mungu atazidi kutuinua na maisha yetu yatabadilika, na our lives will never be the same. Asanteni sana kwa wale wote ambao mmechukua time yenu kusikiza haya mahubiri kwa kanisani, hata pale YouTube. Wacha Mungu azidi kuwabariki, na isikuwe tu ni neno, bali hili neno liwe ni game changer. Yaani badilishe maisha yenu katika njia moja ama nyingine. Na pia ukipata time, share this sermon with other fellow Christians pale kwa status. Share na watu wengine, at least watu wengine pia maisha yao ibadilike, wabarikiwe na pia wao wainuliwe. So wacha Mungu awabariki sana, na Mungu akazidi kuwaongoza, na watakieni wiki njema. Mungu awalinde katika hii wiki. Shetani asiwapate, magonjwa isiwapate, visirani isiwapate. Mkae vizuri mpaka wakati tutapatana tena Jumapili ijayo. Shalom, shalom, shalom. Ezemo, you are the God of power.